Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ziko na siri kubwa, naomba tunapozibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza ama umetazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde yako moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na kila mmoja ambaye anatazama hii kanda, usisahau kubonyeza alama ya like na karibu. Judge Chande ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume ile ambayo iliteuliwa na Samia Suluhu Hassan kuchunguza maafa nchini Tanzania yu taabani baada ya kutishiwa kuuliwa baada ya kuwasilisha ripoti hiyo siku ya Alhamisi tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026. Kuna sauti hapa ningependa uweze kuitegea kwa sababu inatulainishia na kutuwekea tayari yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Tumsikize, huyu ni mwenyekiti wa kikosi ama kikundi kile cha TFF, ukipenda Tanganyika Freedom Fighters, anaitwa Tuma Duya. Tumsikize. Jaji Chande, mafanya mkubwa Chande, Jaji Chande, umeingiza nchi kwa machafuko. Sasa hatuendi kukubali. Unatuletea ripoti ya Samia, tumepoteza vijana 10,000, unatubia 800. Umbwa, tutachoma kwako, tutakuua. Vijana walidai haki yao, walidai huru, mahakama huru. Huyo ni mwenyekiti wa TFF. Kuna kikosi maalum hapa Tanzania ambacho kinadai kuwaua wenyekiti wa CCM, jeshi la polisi, wale ambao wanauawa, ambao wanatoa vitisho kila wakati. Huyo ni mwenyekiti wao, anaitwa Tuma Duya. Anasema ya kwamba Judge Chande wataenda kwake na kuchoma nyumba na yeye kumwandama liwe liwalo liwana liwe. Na sasa kwa nini wanatoa vitisho za aina hii? Ni kwa sababu Judge Chande aliweza kutangaza hadharani siku ya Alhamisi kwamba Watanzania waliouawa kufuatia maandamano ya kile kilichosemekana ni uchaguzi wa mwaka jana 2025-29 mwezi wa Novemba ni watu 518, kwa sababu aliweza kutangaza hayo na akisema watu waliouawa sio wengi ila tu ni 518, jambo ambalo TFF imeweza kulipinga na kusema ya kwamba hiyo ripoti ambayo aliwasilisha ni ya kumsafisha Samia Suluhu Hassan wala sio kuleta haki kwa Watanzania. Ikumbukwe ya kwamba mrengo wa upinzani ulikuwa unadai ya kwamba watu ambao waliuawa kufuatia maandamano hayo na machafuko yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania mwaka jana kwa sababu ya uchaguzi ni watu zaidi ya 10,000, huku shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International likidai kwamba kulingana na zile ripoti ambazo wako nazo na kudhibitisha hapa na pale watu waliouawa ni 800. Lakini sasa tume hii ni kama haiwezi kukubalika. Na kwa kusema ukweli, niliona Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe akijipiga kifua wakati alikuwa anazungumza akidai ya kwamba ripoti ile ni yake yeye mwenyewe rais, kwa sababu yeye ndiye aliweza kuteua ile tume na kufanya mambo yale ya kuchunguza na kupigia makofi akina Judge Chande na wanachama wengine katika tume ile kwa kazi ambayo waliifanya na kupita vikwazo mbalimbali. Akajipiga kifua akasema hakuna yeyote ambaye atakuja kusema yeye ndiye aliweza kufanikisha shughuli ya ile ripoti, ila tu ni yeye mwenyewe. Kwa hivyo hii ikaonekana ya kwamba wazi kile ambacho kiliandikwa katika ile ripoti ni cha ukora, na hivyo ndivyo tunaweza kuripoti vituo zingine za kimataifa za vyombo vya habari. Najua mara nyingi zinatumia picha za satellite kama BBC, CNN, Al Jazeera. Waliweza kuonyesha watu vile waliweza kuzizikwa katika makaburi ya halaiki na sio watu 518 kulingana na hii ripoti ambayo imewasilishwa na Judge Chande. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye ameweza kujiweka
kwa mtego. Tuliona tena ripoti ile ikilaumu kiongozi wa Chadema kwa sababu alisema ya kwamba kauli yake ya kusema no reforms no election ndio iliweza kurukisha taifa la Tanzania, na Jaji Chande kuna kitu alisema ya kwamba watu walikuwa wanalipwa hela, wengine wakapewa 10,000, wengine wakaidiwa mamilioni, milioni 5 wakifarikisha shughuli za kufanya maandamano katika taifa la Tanzania, kutoa ufadhili hapa na pale. Sasa tunajiuliza, nani yuko na pesa ambaye angetoa ufadhili? Wale watu ambao waliweza kuonekana katika mitaa mbalimbali walikuwa wengi. Hata kama wewe ni tajiri kivipi, unaweza kulipa watu kiasi gani? Unajua ni kujificha, ni kwa sababu ile tume ilikuwa inataka kumsafisha Samia Suluhu Hassan, na hata wakati alikuwa anaiwasilisha alikuwa anapotea, anasema sijui uchaguzi wa 25 badala ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana. Sasa alikuwa ni kama ile ripoti ilikuwa edited, ilikuwa imerekebishwa kulingana na vile ilikuwa imeandikwa, ikamfaa zaidi Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunaambiwa hii ripoti ndio imeweza kuwasilishwa baada ya siku 153 na ingewasilishwa baada ya siku 90. Ikapelekwa kwa Ikulu Chamwino. Kina Samia Suluhu Hassan akaikataa kwa sababu alikuwa anataka imsafisha, akasema aenda mrekebisha hapa na pale. Baada ya siku 45 kuongezewa, kisha baadaye wakaletewa hiyo ripoti. Samia, kina Abdul, kina Makonda walikuwa pale, wakaikataa ile ripoti tena. Wengine wakasema itakuwa ya wazi, wengine wakasema mkabidhi Samia Suluhu Hassan asema ameipokea na ataifanyia kazi. Sasa ikashindikana, wakaongezwa siku zingine 21 wakaenda kurekebisha. Kwa hivyo hata walikuwa wamerekebisha yale ambaye alikuwa anayezungumza siku ya Alhamisi, alikuwa anapotea, ishara kwamba ile ripoti ilikuwa inamfaidisha Samia Suluhu Hassan na kumuondolea shida na changamoto na ushahidi ambao hutaweza kusababisha yeye kufungwa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ambayo inapambana na uhalifu, ICC, ambayo ipo pale Uholanzi. Hicho ndicho cha muhimu Samia Suluhu Hassan alikuwa anataka, hakuwa anataka afungwe katika mahakama ya ICC. Cha kushangaza, kuna thibitisho kwamba watu waliuawa 518 kulingana na hii ripoti, na hizo vifo ni vingi, na aliweza kusema ya kwamba wale ambao walihusika katika mauaji sio wengine ila tu ni vyombo vya dola. Samia ndiye aliweza kutoa amri hata kama wameshukisha idadi ya wale ambao wameuawa, ripoti imeweza kusema ukweli. Hata kama imemsafisha, kuna pale ambayo itamfunga kwa sababu ushahidi ndio unaangaliwa sana katika mahakama ile ya ICC. Ukasema vyombo vya dola ndivyo viliweza kuhusika kuwapiga risasi kiholela waandamanaji hapa na pale, na aliyetoa amri sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan, na yeye aliweza kudhibitisha wakati alikutana na wazee kule Dar es Salaam Disemba 9. Akasema wale ambao walikuwa wanalaumu serikali yake kwamba imetumia nguvu nyingi, ni nguvu kidogo ni zipi ambazo wangetumia wakati majambazi wakora walikuwa wanataka kupindua serikali yake? Ndio maana wakatumia nguvu nyingi, kumaanisha yeye ndiye aliweza kutoa amri kupitia mtoto wake Abdul ambaye anasimamia idara ya usalama katika taifa hili letu la Tanzania kuwaua Watanzania wenzetu. Kwa hivyo hii ripoti ilikuwa inasafisha Samia Suluhu Hassan, lakini kuna mahali ambapo inaonekana iko na kusema ya kwamba vyombo vya dola viliweza kuhusika katika mauaji. Lakini kikosi hiki cha TFF kimetishia kwamba kitamwandama Jaji Chande kwa sababu ameleta ripoti ya CCM, wala sio ripoti ambayo ni ya kujisimamia na kusimamia ukweli, kwa sababu Watanzania wanataka ukweli, uwajibikaji na uwazi na haki kutendeka kwa wale ambao walipoteza wenzao, na miili kuwasilishwa kwa wale ambao walipoteza ama familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Kufikia sasa Jaji Chande alisema miili zaidi ya 480 iliweza kuzikwa na familia husika, na tunajua ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wanalazimishwa kuweka sahihi katika cheti cha kuzika wenzao kwamba aliweza kuaga dunia kupitia homa na sio homa, na watu walipigwa risasi. Kufikia hapo na tamatisha hii kanda, tukutane kwa kanda nyingine, lakini ikiwa hauja subscribe chukua sekunde moja subscribe kwa kubonyeza kitufe ama patoni hiyo ya subscribe na uwashe kengele. Tukutane katika kanda ambayo nitaileta baada ya hii. Kwa hili kwa sasa.